بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا اليوم في الفجر اليوم السبت au اليوم السبت, tukiwa leo tupo katika siku ya alfajiri ya siku ya Jumamosi ya tarehe 12 au 11 ya mwezi wa Shaaban mwaka 1447 yenye kuafikiana na tarehe 31 Januari ya mwaka 2026. Tukiwa tunaendelea na silsila ya vitabu vyetu ambavyo tumekusanya kwa ajili ya kukumbushana masala mbalimbali kuhusiana na Ramadhani. Tuanze na kuisoma ratiba kwa ufupi kutokana na mabadiliko yake. Ratiba itakuwa kwa alfajiri Jumamosi hadi Alhamis biidhnillah alkarim, itakwenda kwa siku mbili. Jumamosi na Jumapili itakuwa ni sehemu ya durusu za Ramadhani wakati wa alfajiri, sababu tuna wakati wa jioni pia ipo durusu ya Ramadhani, sio? Kwa Jumamosi tutasoma risala za Ramadhani, hasa kwa wale ambao hawapatikani kwa wakati wa jioni. Leo ingekuwa ndio wanafunzi hao yani jioni ni hao, alfajiri ni hao, basi tusingerejea. Lakini kuna kukosekana kwa baadhi ya wanafunzi na mabadiliko kutokana na majukumu vile vile. Kwa Jumamosi Jumapili tutasoma sehemu ya vitabu vya Ramadhani. Jumatatu Jumanne tutaendelea Bulughul Marami, na Jumatano na Alhamis itakuwa ni sehemu ya tafsiri ya Qur'ani. Sawa. Ama kwa wakati wa Maghrib kuna mabadiliko kidogo yametokezea. Kuna wenzetu nao wanahitajia, lakini pia wakiwemo kina mama zaidi. Sawa. Kwa hiyo hao wameomba durusu wakubaliana na baadhi ya viongozi wetu katika masala haya. Kwa hiyo Jumamosi na Jumapili kwa sasa itaondoka kidogo. Sawa, itaondoka, itakuwa imebakia siku ya Jumatatu mpaka Jumatano. Baada ya maghrib tutakutana Jumatatu hadi Jumatano kwa ajili ya muendelezo wa mfano wa daurati za vitabu vya funga. Sawa. Na Jumamosi Jumapili tutafunga kambi, kwa maana kwamba tutaanza baada ya asri mpaka Isha. Sawa, maeneo ya Mkorogo wale wanaoranda kasambaza tunakwenda kutukana, tunafunga kambi sasa. Baada ya asri mpaka Isha tunasoma vitabu. Sasa kama ni matusi, Allah subhanahu wa ta'ala atatulipia hapa, na dua yetu iko pale pale. Watakapodhihiri kutakuwa na uwezo wa kusema katika vinywa vyao, basi Allah tubainishie tukawaone. Sawa, tukawape pongezi kwa zile juhudi ambazo wao wanazifanya kwa kusambaza. Tunasema ni uhuni. Watu wanakaa darasani katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala wakikumbushana dini yao, wao wakapita wakaanza kusema maneno kinyume yasiyokuwa ya sawa. Sisi dua yetu iko pale pale, Allah awatie ububu katika midomo yao. Sawa, mpaka pale atakapodhihiri na kuleta toba katika jambo hilo. Naam, baina aidina kitab. Leo tunaanza kitab kama ambavyo tumekubaliana. Kwa wakati wa magharibi tutatoka kulia tutakwenda kushoto, lakini alfajiri tutatoka kushoto tutakwenda kulia. Na risala ambayo tutakayoanza maudhui ni durusun ramadhania, sababu hizi risala mbili za mwisho
nazungumzia hasa masala ya zakatul fitr na Eid. Sawa, zakatul fitr na Eid. Kwa hiyo hatuzianza hizo, tutaanza hizi za utangulizi katika baadhi ya fadhaili na hukumu nyingine mbalimbali za Ramadhani. Kitabu kinaitwa Durusun Ramadhaniya. Kwa wale ni vitabu shakiona, kimeandikwa kwa maandishi makubwa, kipo katikati. Durusun Ramadhaniya. Sawa, kitabu chenye kutaja darasa za Ramadhani au durusu za Kiramadhani. Tumeiona hiyo? Haya. Durusun Ramadhaniya, masomo ya Kiramadhani, lisighari, kwa ajili ya watoto wadogo. Pakusudiwa kwa ajili ya wenye kuanza hasa. Wala yastaghni anha alkibar, lakini haziwatoshelezi darasa hizo watu wazima, kwamba washakuwa watu wazima hawafai kusikiliza, au washakuwa wasomi haziwatoshelezi katika ufahamu na hoja. La, zimewekwa kwa ajili ya wadogo wenye kuanza, lakini hata wale wakubwa ambao wana ilmu pia watafaidika ndani yake. As'ilatun wa ajwibatun, kitabu hichi kimekuja kwa muundo wa maswali na majibu, biqalamil bahis, kwa maandishi ya mfanya research, mfanya bahthi, Bilal Tahir Timbil. Sheikh huyu akiitwa Bilal Tahir Timbil, lakabu yake anaitwa Bilal. Lakabu yake anaitwa nani? Bilal. Kitabu hichi kimepitiwa na kimesahihishwa na al-Ustadh Hussein Ajal Ali. Sawa, hawa ni watu kutoka Somali. Katika mambo ambayo wanahitajia zaidi katika nchi ya Somali basi ni ilmu ya kisheria. Wanapambana sana katika kuwasomesha watu wao ilmu ya kisheria. Naam, akaanza na kuleta utangulizi wake, akasema muqaddimatul muallif. Huu ni utangulizi wa mtunzi. Muqaddimatul muallif, huu ni utangulizi wa mtunzi. Alhamdulillah, shukrani zote zinamstahilikia Allah alladhi, ambaye faradha ala ibadihi siyama, ameifaradhisha kwa waja wake funga. Huyu ndiye ambaye anastahili kushukuriwa, kwa sababu ndani ya funga kuna faida nyingi kama ambavyo tumeona. Kwa hiyo tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kuifaradhisha funga kwa waja wake. Waja'alahu, na akaifanya hiyo funga, mutahhiran linufusihim min adh-dhunubi wal atham, ni kisafisho cha nafsi zao kutokana na madhambi, sawa, na mizigo ya madhambi. Anasema waja'alahu, na akaifanya hiyo funga, ay waja'ala siyama, na Allah subhanahu wa ta'ala akaijalia hiyo funga mutahhira, ni kisafisho, linufusihim, cha nafsi zao hao waja, minadh-dhunubi wal athami, kutokana na madhambi. Adh-dhunub wal atham kalimatani mutaradifatan, ni maneno yenye kuingiliana katika maana. Anasema ahmaduhu subhanahu hamda shakirin, na muhimidi aliyetakasika kuhimidi kwa wenye kushukuru, yani wale wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, nami naungana nao katika kumshukuru katika neema zake mbalimbali. Wa ashkuruhu shukra alhamidin, na namshukuru yeye shukrani za wenye kumsifu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, na nashuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wahdahu la sharika la, hali ya kuwa yuko peke yake, hana mshirika. Alqa'il, naye ni mwenye kusema fi kitabihi alaziz, katika kitabu chake chenye nguvu, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, basi yoyote yule ambaye atakayehudhuria mwezi muandamo na afunge. Wa ashhadu, na nashuhudia, anna Muhammadan, ya kwamba Muhammad abduhu wa rasuluhu, ni mja wake na ni mtume wake. Alqailu, naye ni mwenye kusema vile vile mtume huyo katika mambo yenye kufungamana Ramadhani, fima, katika yale ambayo utia, amepewa, min jawami'il kalim, katika maneno mafupi mafupi yenye maana pana, yani katika hadithi zake
asli hadithi za mtume kwa wingi wake ni fupi, lakini zina maana pana, na ndio maana zinaitwa jawami al-kalim. Sawa na nashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake, ambaye amesema kuhusiana na Ramadhani vile vile katika yale aliyopewa katika maneno mafupi: man sama ramadhana, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani, imanan, hali ya kuwa na imani, wa ihtisaban, na kutaraji malipo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, husamehewa mtu huyo katika madhambi yake yale yaliyotangulia. Hadithi hii muttafaqun alayhi. Sallallahu wa sallama alayhi wa ala alihi wa ashabihi, Allah amsalie na amtakie salam juu yake na juu ya watu wake pamoja na masahaba zake, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, na wale wote waliofuata wao kwa ihsani mpaka siku ya malipo. Amma baada ya haya, utangulizi huu aliyotumia Sheikh Bilal Tahir unaitwa bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal ni kuanza utangulizi ambao umekusanya kitu kidogo au sehemu ya lile ambalo nilikusudia kulisema hapo mbele, na ni utangulizi mzuri kwa mwanafunzi, sababu anaweza kufanya khutba au wakati wa kalima amekusudia Ramadhani akaanza na utangulizi huu. Sawa, ni utangulizi ambao ukizungumza tu watu washaelewa, ustadhi au mwalimu anataka azungumze kitu fulani. Na ikiwezekana kila jambo ambalo unataka kulizungumza tengeneza utangulizi wa kile kitu, lakini mara nyingi tumia ule utangulizi unaitwa muqaddimatu fil haja, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu mpaka mwisho wake. Ama baada ya utangulizi huo, fayaqulu al-'abdul faqir, basi anasema mja aliyekuwa fakiri, akijikusudia mwandishi wa kitabu, ila afwi rabbil alim, juu ya kutaka msamaha kutoka kwa Mola wake mlezi ni mjuzi. Anasema mwandishi wa kitabu akijisemea yeye, lakini kama akizungumzia nafsi nyingine. Sawa, kwa kutaka msamaha kutoka kwa Mola wake mlezi ambaye ni mjuzi. Man bitaqsiri mu'tarifun, Mola ambaye kutokana na mapungufu yeye anajua. Man, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye bitaqsiri, kutokana na mapungufu yote waliokuwa nayo wanadamu, mu'tarifun, anayajua. Hata kama mtu atajipamba kwamba yeye ni mkamilifu, atataja mapungufu ya watu, yeye yake hayaonekani, hayataji, Allah subhanahu wa ta'ala anayajua. Sawa, wa min bahri al-khataya mughtarifun, na kutokana na madhambi hata kama ni ujazo wa bahari, mughtarifun, anayasamehe. Sawa, hata kama ni ujazo wa bahari anayasamehe. Mja huyo ni nani? Bilal Tahir Fimbil, ambaye ni Bila ndiyo mwenye kuyasema maneno hayo na kutaka msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasemaje? Hadhihi durusun, haya ni masomo, tashtamilun, yaliyokusanya ndani yake, ala ummahatil masaili, juu ya mas'ala mama, ala ummahatil masail, juu ya mas'ala mama, fi sawmi, kuhusiana na funga, wa fadhailihi, na miongoni mwa fadhila zake, wa ahkamihi, na hukumu zake. Anasema hadhihi durusun, haya ni masomo, tashtamilu, yaliyokusanya ndani yake, ala ummahatil masaili, juu ya mas'ala mama, kwa maana mas'ala yapo mengi madogo madogo. Haya unayosoma ni yale mas'ala mama. Kwa kuyajua mas'ala hayo itakuwa ndio sehemu ya kuyajua yale mas'ala mengine madogo madogo. Fi sawmi, kuhusiana na funga, wa fadhailihi, na fadhila zake, wa ahkamihi, na hukumu zake, wa sunanihi, na sunna zake, yani funga za, yani sunna za funga. Muayyadatun, mambo hayo yanatiliwa nguvu kwa kule kutajwa kwake, bil adillati, kwa dalili mbalimbali, min alkitabi was sunna, kutoka katika Qur'ani na hadithi, ai kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatutozungumza mambo humu kwa utashi wetu, na kama mtu anadhibiti, anaandika na anafuatilia vizuri, mwisho wa hiki kitabu aje atuambie hasa rai tulizozitaja na dalili zilizotoka katika Qur'ani na hadithi zipi nyingi, mtu atathubutu kusema.
tunampa mtu nafasi adhibiti, tunaanza kitabu mpaka tunamaliza, yeye anachokiona kilichotajwa kwa wingi humu ni rai zetu sisi kutoka katika moyo yetu au ni hadithi pamoja na aya kutoka katika Qur'an, afu wewe utapima nini kinafundishwa hapa. Sawa? Kwa yaliyotajwa hapa muayyadatun, ni yenye kutiliwa nguvu bil adillati, kupitia dalili mbalimbali min alkitabi was sunna, kutoka katika kitabu na sunna. Wadhalika, na jambo hilo biuslubin sahlin muyassarin, limeletwa kwa njia nyepesi, sawa, iliyokuwa nyepesi sana. Sheikh ameleta haya masala kwa njia nyepesi. Idha qara'ahu talibu, atakapoyasoma mwanafunzi almubtadi, mwenye kuanza, tanabbaha, atazinduka, liakthari almasaili, kwa kupata masala mengi, wa lillafiha, na dalili zake. Yani wewe mwenye kuanza ukisoma au ukisikiliza, basi utazinduka kwa mengi katika mambo ambayo utakayoyasoma na dalili zake. Wa idha nadhara fihi alalim, lakini pia atakapoangalia ndani yake msome kitabu hichi, tadhakkara bihi, atapata au atajikumbusha kwa kitabu hicho ahkama siyami, hukumu mbalimbali za funga, wa fadailahu, na fadhila zake. Wallahu as'alu, na Allah ninamuomba, an yanfa'a bihi almuslimin, awanufaishe kwa kitabu hiki waislamu wote, wale wenye kusoma na kusikiliza na wengineo. Wayaj'aluhu, sababu imekuja an yanfa'a, wa an yaj'alahu, iwe hivyo, wayaj'alahu, na akijalie kitabu hiki khalisan liwajhihi alkarim, iwe kule kukisoma watu hakuna isipokuwa ni kwa ikhlas na kwa ajili ya kuja kuona uso wake Allah mtukufu. Innahu sami'un, hakika ya Allah yeye ni msikivu, mujibun, tena ni mwenye kujibu. Chini hapo ameweka namba 1, akataja tu maelezo yenye kumhusu mtunzi. Sisi tutaachana nayo, sawa tutakuja kuyasoma kule katika darasa ya magharibi, na ndio clips ambazo tunakusudia zaidi kuzituma katika mitandao. Hapa tunapata kama ni utangulizi, kuja kule unazidi kuongezeka zaidi. Pia tunaangalia na muda wenyewe, alfajiri hakuna muda wa kuzungumza mambo mengi sana, si ndio? Baada ya utangulizi akaanza na tamhidun, sawa ule utangulizi wa mwandishi, ule utangulizi wa kitabu, sawa. Tamhidun maana yake utangulizi wa nini? Kitabu. Sin, swali la mwanzo, ma huwa saumu, nini maana ya funga, sawa. Jim, jawabu, as-saumu, funga lughatan, kutafsiriwa kwanza kilugha, maana yake ni al-imsak, kujizuia, sawa. Unapojizuia na kitu chochote kwa Kiarabu inaitwa as-saum kilugha. Unajizuia kusema, unajizuia kufanya chochote, inaitwa nini? As-saum, sawa. Ai al-imsak, kujizuia. Wa shar'a, ama kisheria, na ndiyo maksudio yetu kusoma masala haya, anasema al-imsaku ni kule kujizuia, anil mufattirati, kutokamana na vile vyote vyenye kufunguza. Kuna vitu vinaitwa al-mufattirat au al-muftirat, sawa. Unaweza kusoma al-muftirat au al-mufattirat, sawa. Kujizuia na vile vyenye kufunguza maarufu, mfano kula kwa maksudi, kunywa kwa maksudi, kufanya jimai, sawa. Kadhalika kusema uongo, kufanya ghishi, kujizuia na yale yenye kufunguza. Min tulu'i al-fajr, kuanza kuchomoza kwa alfajiri, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Ma'aniya, ai niyatu sawm, pamoja na kuwa na nini? Nia kwamba mimi nimefunga. Na bila shaka sote tuna uwezo wa kuichambua hii ibara. Kama utaambiwa alimsaku, kujizuia, ndio kupi huko? Tushataja masala, huli, hunywi, wala fanyimana na mengine. Min al-mufattirat, na hayo yanaitwa nini? Mufattirat, sawa. Min tulu'i al-fajri ila ghurubi ash-shamsi, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri mpaka kuzama kwa jua. Ipo aya inaeleza masala haya, sawa. Uhilla lakum laylata as-siyam arrafathu ila nisaikum, mpaka unakuja, sawa. Thumma atimmu siyama ila al-layl, sawa. Maania, pamoja na nia, tuliwahi kugusia kidogo. Nia ya mtu mwenye kufunga faradhi lazima iwepo tokea kabla ya kuchomoza kwa alfajiri,
sawa, na inatosha katika mwezi wa Ramadhani nia ya siku ya kwanza tu ukamaliza mwezi mzima, ila utakapopata udhuru katikati, mathalan uliumwa, ulisafiri, basi ukirejea tena katika kufunga inabidi unuie tena, sawa. Ama kufunga sunna tumeona muda wote unanuia, si lazima wakati gani, kabla ya alfajiri, hata muda wa mchana wewe hujala chochote unasema mimi nimefunga sunna, unaendelea nayo. Hivyo ndivyo ambapo wanataja ahlul ilmi masail. Si swali jingine, mata furidha as-sawm, wakati gani imefaradhishwa funga, wakati gani imefaradhishwa funga? Jim jawabu, furidha as-sawm, ilifaradhishwa funga fi Sha'ban, katika mwezi wa Sha'ban. Furidha as-sawm, ilifaradhishwa funga fi Sha'ban, katika mwezi wa Sha'ban, min as-sanati ath-thaniya, katika mwaka wa pili, lilhijra, hijria, sawa. Mwaka wa pili hijria ndio ambapo funga ilifaradhishwa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kaanza kufunga katika mwaka wa pili, amefariki Rabiu al-awwal mwaka wa 11. Kwa hiyo atakuwa kafunga Ramadhani ngapi? Mwaka wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, wa tisa, wa 10, sawa. Kafunga Ramadhani ngapi? 9. Kwa nini? Sababu mwaka wa 11 kafariki katika Rabiul Awwal, hajafika mwezi wa 9 ambao ni mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo Mtume sallam katika maisha yake yote kafunga Ramadhani ngapi? 9. Angalia wewe neema aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, jisabu wewe tokea umefunga una Ramadhani ngapi? Ni kweli mtu akaingia motoni na kuta kwamba jambo la kuingia peponi ni jepesi kuliko kuingia wapi? Motoni. Swali la kujiuliza, wewe matarajio yako utaingia wapi? Angalia amali zako, sawa. Kwa hiyo furidha as-sawm fi Sha'ban min as-sanati ath-thaniya lilhijra, mwaka wa pili ndio ambayo imefaradhishwa funga. Kisha kuna nukta hii, sababu ina masala mengi, leo ningependelea tuishie hapa, tuje tuifanye hii nukta kwa utuo zaidi. Sin suali bima yathbutu dukhulu shahr Ramadhana, kwa jambo gani panathibiti kuingia kwa mwezi wa Ramadhani, sawa. Sababu hapa kuna masala mengi sana na watu wanahitajia kuyajua, hasa kuingia kwa mwezi wa Ramadhani kwa mji wa sehemu yoyote au mji wake. Kadhalika kuna mambo ya ushuhuda, sawa. Kipendelea kumalizia hapa katika siku ya leo. Pia watu wengi leo hawajahudhuria hapa, na tutaraji faida nyingi sana katika upande wa pili, sawa, juu ya swala hilo, kwa kitu gani panathibiti kuingia kwa mwezi wa Ramadhani. Tumeanza na risala hii inaitwa Durusu Ramadhania, alhamdulillah wal minna. Mwenyewe mwandishi kasema ndani yake kuna dalili, kuna aya nyingi, kuna nini, hadithi, bali pia kuna sira. Kama ulikuwa ufahamu Ramadhani ilifaradhishwa mwaka ngapi, ushapata faida mwaka ngapi? Wa pili. Faida ya kwanza hii, yani unajisabie tu faida unazozipata. Usikubali kutoa maneno na watu kwamba usihudhurie vikao vya elimu, au tuombe dua nyingine. Watu kama hawa Allah waondoe kwa haraka, umri pia mrefu wanawapa, Allah waondoe. Yani hivi Sheikh Hamis, ulikuwa unafahamu kwamba Ramadhani imefaradhishwa mwaka wa pili hijri? Kweli usihudhurie durusu? Inakuja tubadilishe dua, ile dua ndogo ile ya kuwatia ububu. Allah waondoe kwa haraka sana duniani watu kama hao, hawafai hata kuishi katika jamii. Uharibifu wao ni zaidi ya panya, sababu panya ukiweka mathalan batata ukungule, basi yale moja mpaka imalize haridhiki, atakazitoboe zote. Kuna muharibifu zaidi yao, ndio baadhi ya watu wale. Kwa hiyo nasaha zangu, tuhudhurie majalis ilmu, tusomeni kwa wingi. Na hivi sasa tuna mwezi wa Shaabani, tuendelee kufunga, lakini tusome Qur'ani kwa wingi, tusikilize faida za dini yetu. Wanaktafi bihadha alqadar. In kana minkum indahu su'al falyasal. Kuna mtu ana swali au mchango? Naam. Leo darasa utambulisho tu, unaweza kuuliza nini swali nje ya mada, hamna shida. Na kama una swali sawa, na tukipokea kitabu chetu
tuendelee nacho inshallah, lakini pia tuipokee ratiba kama tulivyo itambulisha kwa siku ya Jumamosi na Jumapili. Kuna mkakati mbadala unafanya, si ndio sisi jamani? Kuna mkakati mbadala umeweka. Naam, ratiba ya wanawake kwa hapa bado haijajadiliwa. Bila shaka imani yetu inatupa hivi cha nyumbani, si ndio? Jambo la mwanzo. Lakini pia kwa pale ambapo kuna vipaza sauti vinafika, basi inakuwa ndio mchango, sababu mazingira bado hayajawa comfortable, yani wanawake kukaa na nini, ipo hivyo. Darasa ya wanawake tuliyotangaza ipo wanaita Mkorogwe, njia ya kituo cha polisi, lakini ndani huko sawa. Mnitajia lile jina pale wanatumia maarufu, nilisahau, lakini kama mtu anaitaka hiyo khairi anaweza akamleta kewe huko. Kuna wanawake wapungui 15 wanahitajia masala, darasa zao zitakuwa baada ya asr, sawa, baada ya asr. Sisi ndio kazi yetu, huwezi kusema kwamba tuache. Kusema tuache kazi hii na wewe acha kazi yako, sawa. Ombe bwana usomeshe bwana, fitna nyingi. Tuache kusomesha na wewe acha kazi yako, tuweke mkataba. Hiyo kazi na kutafutia riziki na haya, njoo tuweke mkataba, na acha kusomesha, acha kazi yako, ima moja ya mwanasheria au mfano wake, aftwende vipi. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa barakallahu fikum, jazakumullah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watukufu wa Kiislamu, taarifa tu ya moja kwa moja ni kwamba huu ni utangulizi wa hichi kitabu cha Durusun Ramadhania. Kitabu hichi kitasomeshwa hapa kupitia TV yetu ya Siaf Online TV ifikapo Ramadhani ya kwanza. Leo hii nimekituma kama utangulizi tu wa kukifungua. Tupiane taarifa ya kwamba kitabu hichi kitasomeshwa hapa, na mimi nimeahidi kumpa muda Allah ya kwamba nitakiposti, nitakitengeneza na kitafika na watu watakisoma na watu watafaidika. Kwa hiyo tupiane taarifa kwa wale wote ambao wapo kwa ajili ya kupata manufaa, basi wafike na wanufaike.